Ya pole. Bwana vipi? Safi. Shwari natoka wapi Singida tena hapo? Kwa sababu tumetolewa kwenye mashindano? Hapana, football imeamua. Sisi tunajua ambacho kimetugharimu leo hii. Kwanza nadhani hatukuwaheshimu ya kutosha Mlandege, lakini pia majaribio ambayo ameyafanya kocha wetu kujaribu wachezaji ambao hawapati nafasi kwenye mechi ya mtoano ni jaribio la hatari. Kwa hiyo nadhani haikutulipa, na ingetulipa tungeshukuru, lakini haikutulipa hata kidogo. Tumecheza vibaya mpaka mwisho, lakini ndio hivyo. Lazima tuwe responsible na maamuzi ambayo tumeyachukua, kwa maana ya walimu wetu, maamuzi ambayo wameyafikia. Lakini pia ni kama sisi tumeondolewa kwenye mashindano, yani tumefukuzwa tuondoke kwenye mashindano. Kiwa na maana gani Masanza? Hapakuwa na maamuzi mazuri kwenye kipindi cha pili. Uzuri huku kwenye kombe la Muungano tunaweza tukaongea chochote ili kuwasaidia, kwa sababu nao wanaendelea kujiimarisha. Maamuzi hayakuwa mazuri. Kuna maamuzi ambayo unaona kabisa yalikuwa ni ya maksudi ya kutudhibiti na yakapelekea kutokutendeka haki uwanjani. Nadhani ambao wataipitia mechi ambao walikuwa wanaangalia mechi wanaona. Kwa hiyo nitoe wito tu wajifunze namna ya kudhibiti matendo kama hayo. Yaani wasitengeneze picha ikaonekana kwamba kuna timu ya Zanzibar inalazimishwa kwenda mbele. Lakini sisi kwa upande ule wa maeneo yetu ambao tunalazimika kuwajibika, tutawajibika, lakini na wao pia waandaji wa mashindano wawajibike kwa upande wao. Kwa maana hiyo Hussein Masanza anataka kusema kwamba Mlandege ni kama waliandaliwa washinde hii mechi ya leo. Siwezi kusema moja kwa moja kwa sababu sina ushahidi na siwezi kuwatuhumu kusema ukweli, lakini mazingira ya mechi, pengine labda pressure ya mechi iliwafanya waamuzi, hasa kipindi cha mwishoni hapa, kipindi cha pili, kutokuwa makini na maamuzi ambayo kila mtu ameyalalamikia. Sisi kama timu tumeshaliangalia hilo kama sehemu pia ya mchezo, lakini mimi tunatoa ushauri kwa lengo la kujenga. Tutaalikwa tena, tutakuja. Lakini na sisi tuna jukumu letu la kujisahihisha kwenye makosa kama hayo. Mechi ya knockout ni mechi serious sana. Lazima uweke nguvu zako zote, silaha zako zote kuhakikisha kwamba unafanya vizuri. Lakini sasa jeni waliofurahi sio Mlandege kushinda hii. Nani waliofurahi? Niambie kina nani wamefurahi Singida Black Stars kutoa. Ni kama kuna watu walikuwa wanaomba, Mungu Baba, kikombe hiki kituepuke na kimewaepuka kweli. Kwa hiyo najua sasa hivi shangwe lao alhamdulillah, Singida Black Stars imetoka kwenye mashindano. Mlandege sisi tumemalizana nao. Tuliwatoa Mapinduzi, wametoa Muungano, tunawapongeza sana kwa hilo. Na wao pia wamestahili kushinda kwa namna moja ama nyingine, ukitazama namna ambavyo wamecheza, discipline yao, kasi, wametumia nafasi zao vizuri. Kwa hiyo tunawapongeza. Tunawapongeza, wameshinda, lakini najua hii furaha sio ya kwao peke yao. Wao wanaweza kufurahi hivi tu kidogo. Watakao furahi zaidi ni wale ambao walikuwa wanaifikiria hivi Singida ikiingia nusu finali na sisi tukaenda nusu finali itakuwaje? Kwa maana Simba Sports Club, kwa sababu Yanga tayari ameshatinga nusu finali, Azam FC wanakutana. Kwa hiyo unawazungumzia Simba. Mafunzo hawapo. Mafunzo anacheza na Simba. Kwa maana mafunzo ndio afurahi Singida kutolewa. Mafunzo pamoja na Simba, yoyote yule ambaye alikuwa anafikiria Singida katika nusu finali, hatua nusu finali, amefurahia matokeo ya Singida kutolewa mapema. Kwa sababu tungekuwa kwenye ubora wetu, tungecheza na squad yetu ambayo tumeizoea, ambayo imekuwa na game time nzuri, imekuwa na mwendelezo mzuri, tungeenda nusu finali bila shaka. Kwa hiyo ni bahati mbaya sana tumetolewa, lakini pia kama nilivyosema ni mipango ya mwalimu, alikuwa anafanya majaribio lakini majaribio hayakumlipa. Ni lipi ambao Hussein Masanza analichukua kama funzo Singida Black Stars? Tunachukua kama funzo kwa maana ya mechi za knockout, ni mechi serious sana. Unakuja kwenye mechi za namna hii, lazima utumie silaha zako zote. Nadhani hata mwalimu ameona, unajua huyu manager mkuu mpya ni mgeni kwa Tanzania. Kwa kama mashindano tu haya ya mechi tatu yako hivi, nadhani atakuwa amepata jibu kwamba ligi ya Tanzania au mpira wa Tanzania kwa ujumla, ukiachana na ligi peke yake, ni mpira mgumu kwenye kila mashindano. Hata wewe mwenyewe ulivyokiona kikosi kilikushtua Masanza? Of course nilikuwa na wasiwasi kama tunatoboa leo kweli. Sio kama siwaamini wachezaji, lakini hawakupata muda wa kucheza muda mrefu. Leo wanaaminiwa kwenye mechi ya robo finali. Kwa kweli nilikuwa na mashaka na nilichokuwa na hofia ndio hiki ambacho kimetokea. Tumetolewa katika hatua ya mwanzo kabisa, yani sio Singida yetu hii ya kutolewa. Mechi moja tu nyumbani. Kama status ya WhatsApp. Sasa hiyo kidogo inakuwa sio nzuri, lakini tunajifunza ndo mpira. Tunapokea huzuni sawa na furaha. Umejifunza kitu gani kwenye michuano hii kwa msimu? Ni michuano mizuri na ina surprise nyingi. Usimuona hii surprise ya kwanza Singida imetolewa, usishangae hapa kuna surprise nyingine itatokea. Hii tuko hapa siku 2-3 hii. Mimi bado nipo Zanzibar. Uondoke? Mimi bado nipo Zanzibar. Vacation. Sasa ligi simesimama kule bara. Kwa hiyo nitabaki mpaka mwisho inshallah. Tutaona kuna surprises zitatokea. Ndicho ambacho tumejifunza kwenye kombe la Muungano. Lakini tunawatakia kila la heri waliobaki, na mimi natamani sana kombe lije tena bara. Kwa wale ambao wamebaki, Azam ameshaenda nusu finali, Yanga na kama Simba naye atavuka,
wahakikishe yeyote atakayeenda fainali analichukua kombe na lileta zetu nyumbani. Mlandege ilikuwa inawasumbua mcheza nao. Tunasumbuana, tunafungana, tutawafunga, watatufunga, tutawafunga, watatufunga. Ni timu nzuri of course. Sio sisi tu. Wewe mbona unatungangania sisi kama ndo tunafungwa peke yetu na Mlandege? Wewe una rekodi? Hapana, yaani ni kwamba si inaonekana. Mlandege inasumbua timu nyingi za bara. Sio Singida peke yake. Kuna timu imeshacheza fainali hapa na Mlandege, Mapinduzi. Ni timu nzuri kwa hapa Zanzibar, ni timu ambayo ina ushindani mkubwa, lakini inapocheza na timu za bara pia inajitutumua vizuri, na kama tulivyoona leo wamecheza vizuri mpaka ushindi. Nini kinafuata sasa kwa Singida Black Stars? Ratiba sasa hivi kwa sababu hatukutarajia tungetoka mapema, kwa hiyo nadhani tutapanga ratiba ya kurejea nyumbani kwa sababu mchezo unaofuata ni tarehe 2, mchezo wa ligi kuu NBC, ligi itakaporejea. Kwa kuna muda mrefu hapa na nafikiri timu itarudi nyumbani Singida kwenda kujiandaa. Utacheza ngapi? I don't know. Mimi bado nipo. Chochote. Si timu? Timu tutajua, tutapata taarifa, kwa sasa bado mapema sana. Kwa wale walikuwa wanasema kwamba Singida Black Stars haina malengo yoyote mitandaoni iko leo, unawaambia nini? Malengo ya nini? Ndio wanasema kwamba nyinyi kwenye ligi waga hamna malengo yoyote, au mnapocheza ni timu yenu mpo tu. Si wewe unajua zinazoendelea. Kwa nini malengo yetu? Kwa wachambuzi? Kwa nini malengo yetu hauyajui? Kwa wachambuzi dai waka. Na wachambuzi leo nimesikia anasema kwamba msemaji wa dai waka. Nani huyo? Unasema wewe. Dai waka. Mimi sio dai waka. Mimi afu wasitaki kupindisha mambo. Ile jambo liacho libaki kama lilivyo, lile ni special. Alihusiani na matokeo ya mpira wa miguu. Mpira wa miguu matokeo yake ni mengine, lile jambo ni special kweli kweli. Kwa hiyo wasije wakaliharibu. Lakini kimsingi sisi kusema tuna malengo utakuwa unachekesha. Sisi ni mabingwa hapa tunavyozungumza. Bado tuna title ya ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Tumeingia group stage kwa mara ya kwanza kwa ndani ya muda mfupi. Tumejenga uwanja wetu wenyewe, tunaumiliki kwa 100% na sasa hivi unachezewa mechi za mashindano. Hayo sio malengo? Tunahudumia timu zote za ligi kuu Tanzania, zote. Wachezaji kila timu ya ligi kuu ina mchezaji kutoka Singida Black Stars. Sasa kama hiyo huduma inasambaa hivyo na kuna biashara tunafanya wakati mwingine, sio malengo. Kwa hiyo ukisema malengo ni yapi? Ligi kuu ni swala la muda tu. Ni swala la muda tu, swala la ligi kuu tutahangaika tutamalizana nalo. FA tumeshafika finali mwaka 2025. Sio malengo. Bahati mbaya tu hatukuchukua kombe. Lakini tumevaa medali. Sio tunaamini malengo yetu wasitupeleke kwenye malengo kwenye mwendo wao. Sisi tutaenda kwa mwendo wetu na tumeshafanikisha mambo mengi na mengine mazuri zaidi tutafanikisha huko mbele. Sasa hivi unaruka na yote ambaye anaigusa Singida Black Stars. Watu walizoea sana Singida, aliona kama Singida ni punching bag. Yani mtu alikuwa kialala kiamka hana idea. Unajua kuna watu wanaenda kwenye kipindi hana idea ya kujadili chochote. Kweli? Wanaenda freestyle. Kwa nasema ili na mimi niende mjini. Singida ipo. Anaitafutia jambo, Singida hawana malengo. Singida sijui nini na nini ndo anatembea na hiyo kitu. Kwa hiyo sasa hivi ukiigusa Singida, waalaikum salaam. Ukiigusa Singida rafiki yangu, mimi moja kati ya majukumu yangu kwenye ajira yangu. Sasa watu wenye ajira sasa tunajua mpaka majukumu yetu. Ukiwa dai waka kama huelewi hiyo kitu. Moja ya majukumu yangu ni kulinda image ya Singida Black Stars. Ukiichafua image ya Singida Black Stars, maana yake umeingia katika eneo langu mimi la kazi. Lazima nikushughulikie ili kwa kulinda taswira ya timu yetu. Lakini sisi hatupendi vita hizi, hatupendi mambo ya kugombana na watu. Tuheshimiane. Mbona sisi tunawaheshimu tu? Kwa kikubwa unaambia kwamba muheshimiane, hilo ndio unaweka nukta kwa leo hapo. Tuheshimiane kama tunavyoheshimu na wao watuheshimu hivyo hivyo. Kila la kheri na pole sana. Kila la heri kwenye nini? Huku tayari na shughuli shaisha. Kila la kheri kwenye maisha mengine ya mpira. Singida Black Stars timu kubwa ile. Tutakutana nyumbani Tanzania bara kule inshallah. Chama langu la nyumbani pia nimeumia ujue. Kuona machozi yanakuwa Singida. Mpira huo.